Ndugu zangu, nimetoa nafasi ndogo kwa sababu nafasi fupi kama dakika 10 na kidogo ambazo zimekamilika kwa ajili ya kukumbushana maisha baada ya Ramadhani, na tukio Mwenyezi Mungu atujalie tuishi maisha mapya yasiyokuwa na kuumwa, yasiyokuwa kutumia dawa. Lakini mwanamke, jijue kwamba wewe daktari wa familia, kwa Mwenyezi Mungu utajibu jinsi ulivyodhuru familia ambao unaihudumia. Ukienda sokoni kununua bidhaa, tafuta bidhaa ambazo ni bora kwa ajili ya familia yako na haidhuru familia yako. Unaua watu kidogo kidogo, unaua nafsi polepole, utajibu kwa Mwenyezi Mungu. Acha kumpa mwanao vitu ambavyo sio salama na ujifunze vijue. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na vile vile ametuhusia sana tuendelee kufunga mwaka mzima. Anaposema kufunga mwaka mzima, ina maana kuna suna za Alhamisi, za Jumatatu, vile vile kuna masiku meupe na kuna suna nyingi. Kwa hiyo tujitahidi kufunga ili tutengeneze afya zetu. Anafuata ni Ukti Amina. Ukti Amina naye atatuelezea maisha baada ya Ramadhani. Ina maana baada ya Ramadhani tunatakiwa tuishi vipi? Tuendelee hivi au kuna mambo mengine yanabadilika? Kwa hiyo Ukti Amina, karibu sana. Salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Mola Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rehma si mwingine kipenzi chetu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, tuwe vipi baada ya Ramadhani? Sheikh wetu, ndugu yetu aliyepita, ametufundisha kwamba Ramadhani ni chuo na lengo Ramadhani ili tuwe nini? Wacha Mungu. Manake tuwe ni wenye kumwogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo baada ya Ramadhani ndivyo tunavyotakiwa tuwe hivyo. Yaani baada ya Ramadhani tuwe tunamwogopa nani? Allah Subhanahu. Tusiwe tena tunarudi kule tulikotoka kwa wakati tumeshawekewa mwezi huu kuwa ni ofa ya kufutiwa madhambi yetu. Baada ya Ramadhani tuwe weupe. Hatuna tena madhambi. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tunatakiwa tuishi katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kikubwa tunaambiwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Ramadhani kwamba al-kayyis man dana nafsahu. Yule mwenye akili sasa baada ya Ramadhani ni yule anayechunga nafsi yake. Anafanya nini? Anachunga nafsi yake. Wa amila lima ba'da al-maut. Sasa akafanya yale matendo mazuri yatakayomfaa baada ya kufa, yakawa yanamsaidia. Kwa hiyo baada ya Ramadhani mtu anatakiwa aichunge nafsi hii, usiache, kwa sababu tunaambiwa inna nafsa la amarat bisu'i. Nafsi inaamrisha mambo mabaya. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tuilinde sana nafsi zetu, kwa sababu tukiiachia nafsi ndiyo pale ibilisi atatuchezea. Sasa yale yote tuliyofanya, tumekesha usiku tunaitafuta Lailatul Qadri, tunakuja kuyapoteza kwa siku moja, siku ambayo ya kufungua ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Isiwe hivyo. Kwa hiyo tunatakiwa tuilinde nafsi kwa kufanya yale mazuri ambayo tukifa yatatusaidia. Kikubwa ambacho tukikifanya hata tukifa kitatusaidia, kwanza kabisa ni kusoma elimu. Tumeelewana kuisoma sana ilmu, kuingia madrasani mara kwa mara na kuelewa kile ulichokijifunza. Kwa sababu kule kutoka kwako kwenda kutafuta ilmu ni faida kubwa. Ile mguu wako unatoa, unafutiwa dhambi. Malaika wa Allah wanakuombea msamaha.
wakati wewe mwenyewe kukaa muda huo hutaweza ukafanya yote hayo. Kwa hiyo ukiwa unatafuta ilmu, faida yake ni kubwa, na ilmu ile ukiongoza ukaifanyia kazi, basi wewe adhabu za kaburi zitakutoka. Qur'ani itakuwa hoja kwako, haitakukandamiza, lakini uisome kisha ufanye nini? Ufanyie kazi. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tusikae tu tunahangaika tu kuitafuta dunia peke yake. Wakina mama wengi baada ya Ramadhani tunahangaika sana na kuitafuta sana dunia peke yake, akhera tunaisahau. Kwa hiyo baada ya Ramadhani tuingie sana wapi? Madrasa, tusome ilmu. Tukisoma ndio itatusaidia maisha yetu ya akhera, kwa sababu ile Qur'ani ukiisoma kila siku, ukasoma maneno ambayo utakayofundisha jinsi ya kuishi wewe na familia yako na jirani zako, utaijua wakati wa kwenda wapi? Madrasa. Utajua uishi vipi, unatakiwa uishi vipi. Lakini bila kusoma huwezi kujua. Kwa umefunga Ramadhani, umemaliza, hau ndio kama hivyo tumeambiwa tufanye, tuwe tunafunga mwaka mzima. Unafunga suna Jumatatu, Alhamisi, masiku meupe, wengine mpaka na meusi wanafunga, lakini elimu kuna. Ukitoka hapo wewe umefunga, jirani yako upatani naye. Na katika vitu ambavyo vinakuporomosha wewe kutokuelewana wewe na jirani yako, utakuwa hakuna nini? Faida. Utakuwa unafunga mchana, unasimama usiku kiamo, lakini wewe unawafanyia ubaya majirani. Uishi vizuri na mzee wako, kutakuwa kuna nini? Una faida, vitakuwa kusaidia wewe. Lakini ukisoma ukafanyia kazi, utajua kwamba Bwana Mtume alijiwa na watu wakaulizwa kwamba mwanamke fulani alikuwa anafunga mchana na usiku, anasimama anamuomba Allah subhanahu, lakini wewe tabia yake mbaya, anamuudhi jirani yake kila siku. Akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, la khaila fihi, mwanamke huyo ana khairi. Sasa bila kwenda darasani utajua? Wewe unajua unamchokoza kwa udhalili wake au vipi? Wewe unamwendea, kumbe wewe yale uliyofanya yanapungua pale, kwa sababu huilindi tena nafsi yako. Wewe unaiachia, unakwenda na kibri inakuwa kinajaa katika nafsi. Kwa hiyo hatutakiwi hivi, tunatakiwa tuishi kama tulivyoishi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumeambiwa ndani ya mwezi mtukufu tuache kupiga mayowe, tuache kusema uongo, tuache. Kwa hiyo na maisha baada ya Ramadhani ndivyo hivyo tunavyotakiwa, na tuzidi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tuishi hivyo mama zangu, na bila kuwa na elimu huwezi ukajua uishi vipi. Ndio maana Allah akatuambia fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfiru lidhanbi. Kwanza umjue Allah. Utamjuaje bila kuingia darasani? Kwa hiyo lazima tuishi baada ya Ramadhani, kuishi kama tunavyoendelea kuja katika vikao vya kheri hivi, tunavyosikia majlisi za kheri tuende. Manake mitihani ndani ya mwezi mtukufu ukiisha, taalimu nyingi ukiitwa wanawake, ukiwapata 20 sema umepata wanawake wengi, hawafiki. Lakini Ramadhani mashallah, kila unapoitwa watu mpaka 50, wengine mpaka 100 wanafika, alhamdulillah. Kwa hiyo inaendelea, kwa sababu darasa zile unavyofanya zina mambo mengi sana. Kwanza katika muhimu ambalo mtu akilifanya ile kutoka kwake kwenda kutafuta ilmu, anapata mambo makubwa sana. Ile kutoka kwake yeye anatoka nyumbani anaenda kutafuta ilmu, anapata
mambo makubwa sana. Yule ambaye anayehudhuria katika baraza za ilmu anakirimiwa na Allah subhanahu wa ta'ala bisab'i karamati, mambo matukufu 7 atapata. La kwanza, ule unyayo wake kwanza anaonyanyua kwenda kutafuta ilmu, inakuwa kwake ni kifutio cha madhambi. Kila unapokwenda wewe madhambi yako yanafanya nini? Yanafutwa. Na unanyanyuliwa daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema katika Qur'ani yake, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajati. Kwa hiyo hilo la kwanza. Wa ziyadati fil hasanat, na unakuwa unazidishiwa katika mambo mema. Kwa unaenda kutafuta ilmu, utakuwa mambo mema mengi unayapata. Kwa hiyo baada ya Ramadhani ndivyo hivyo tunavyotakiwa kwanza kuingia sana. Na pia unapokaa, cha pili, ukikaa katika vile vikazi vya ilmu, uteremka rehma pale kwa yule mwalimu. Ukimteremkia rehma, basi utapata na wewe rehma hiyo kwa baraka za yule alim anayefundisha. Kiteremka na wewe, na wewe rehma ile unaipata. Kwa hiyo ni muhimu sana. Tatu, kila unapoangalia ule uso wa mwalimu ule anapoyasema, ukawa makini unamwangalia anayeelezea, unaandikiwa thawabu kana kwamba upo katika swala. Pale wewe unamwangalia anapoeleza darasa za ilmu, thawabu unaandikiwa kana kwamba wewe upo ndani ya swala. Na si hivyo, unaambiwa kana kwamba unauangalia uso wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hivyo navyo ndio faida, na hilo amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, maraa aliman faqad raani, mwenye kumuona yule alim basi ameniona mimi. Kwa mambo yote ukamwangalia vizuri, utakuwa umemwangalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi. La nne, atakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na madhambi. Kama hivi tuko hapa, yanayopita nje huko hatutapata madhambi. Maanake unaweza ukapita mtu mwingine akakusababisha wewe uingie katika kusengenya bila kujijua. Kisha kuja mama fulani kisha kutupia, lazima na wewe jisho litafanya nini? Kienda kule chachangia na wewe mchasengenye, mnamwangalia yule mtu kwa dharau. Maana madhambi madogo madogo yatakufanya nini? Yatakuepuka kuhudhuria katika mambo ya kheri na katika darasa za hizi. Muda ule wewe utahifadhika na kuto kufanya maasi. Manake maasi ni rahisi sana kuyapata, japo muda thawabu kuzipata ni rahisi mno, lakini kutokana wazito kuzitafuta zile fadhila na thawabu, tumekuwa wazito kuzitafuta, basi mpaka yale madhambi yanakuwa yanamezwa. Japo ukifanya dhambi moja utalipa kwa moja na kheri moja utalipa kwa 10, lakini kutokana na madhambi yanakuwa ni mengi, kutokana na kuto kujishughulisha na vitu vya khairati mbalimbali na kuto kusoma elimu na kuifanyia kazi. Tunaisoma lakini ile kuifanyia kazi ndio taabu, maana tunaangamia wengi. Jambo la 5, atakaposamehewa katika kikazi cha kheri mmoja yote, basi na wale wengine watapata shufaa kwa sababu ya kikazi. Mmekaa, kuna mmoja anakuwa yeye mmesamehewa madhambi, basi na nyinyi mnajikuta mmesamehewa kwa sababu ya yule mwenzi wenu. Kwa hiyo ni bora sana kuhudhuria katika majlisi za kheri, manake baraza za kheri mbalimbali. Ukisikia sio kukaa nyumbani,
ni kuziendea kheri. Ndivyo tunavyotakiwa, sio inaisha Ramadhani tunakuwa tena tunarudi kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Inakuwa mtihani, itakuwa Ramadhani kwetu haina faida kwa ujio huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunachotakiwa tumche Allah subhanahu wa ta'ala. La sita, atakapomsikia alimu yule akawa amefikisha jambo, kama tumeona alivyotuambia daktari shekhe wetu aliyepita, yale tuliyoyasikia tukawa tunaenda kuwafikishia na wezi wetu huko nyumbani. Tumekuja wachache, kwani Tabata Kisiwani ndio tupo sisi tu? Tuko wengi, hawakuja. Unaenda unamwambia bana, daktari kasema hivi na hivi, akifanyia kazi wewe unapata malipo. Shekhe kasema hivi na hivi, yale ukao na wewe unawafikishia watu wengine. Basi wewe yule mtu akawa amefanyia kazi kile ulichomwambia, umemwambia tu na yeye akafanyia kazi, unapata malipo ya mfano wa yule atakayoyafanya kutokana na kule ukumbusho wako. Na hili ni lazima, umeelewa mama zangu? Hili la kukumbusha mkitoka hapa ni lazima. Hii ni amri ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndo katuambia fadhakir. Maana yake hiyo ni amri, sio khiari. Kumbusha, innama anta mudhakkir, hakika wewe ni mkumbushaji tu. Lasta alaihim bimusaitir, sio yule unayemkumbusha ni wewe ni mwenye kumtenza nguvu, lazima afanye. Wewe kazi yako ni kumkumbusha tu. Sasa illa man tawalla wa kafar fayu'adhibuhu Allahu adhaban akbar, hasa yule atakayekengeuka akaenda kinyume na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha akutosha na akakufuru, fayu'adhibuhu Allahu adhaban akbar, Mungu ndiye atakayemwadhibu sasa adhabu kubwa, sio wewe. Usimuingize wewe kwamba usipofanya hivi utaingia motoni. Wewe usimwambie, wewe tunaambiwa jukumu letu nini? Kukumbusha. Tumeelewa mama zangu? Kwa hiyo sisi sote hapa tunachokisikia ni amri ya Allah, lazima tukawakumbushe, na akikumbushika yule utakayemwambia, basi wewe unapata thawabu, unapata malipo atakayoyafanya yule ambaye uliyemkumbusha. Kwa hiyo ni amri, sio khiari mama zangu. Umeelewana? Na la saba, kwamba anaingia katika zile baraza za ilmu hali ya kuwa ni mwenye madhambi. Kama hapa, kama tulifanya madhambi huko, tumeingia hapa tuna madhambi, anatoka katika majlisi ile hali ya kuwa maghfuran, hali ya kuwa ni mwenye kusamehewa madhambi. Hizo ndio faida za ilmu. Kwa hiyo ukikaa nyumbani utayapata, huyapati na huwezi kuyajua bila kwenda darasani, na ukiyajua lazima uyafanyie kazi. Ndio maana tukaambiwa kwamba watapo kwamba wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salih. Maana mpaka utende yale mambo mema yenyewe uyatende. Watawasau bil haqq watawasau, ukahusiana kwa haki, bwana hii fanya hili vizuri, hili baya. Ndivyo hivyo tunavyotakiwa, sio kubezana. Umemwona yule kavaa kinguo kifupi, mwangalie, hapo utakuwa umemsema. Unatakiwa umuite kwa mahaba na mapenzi, ndugu yangu nakupenda. Tumeelewana ndugu zangu? Unamfikishia kwa hikma. Umemuona jirani yako, ndugu yako, tena kama jirani yako siku una uwezo, unampikia chakula kizuri, kwa sababu hizo ndo mambo aliyoyafanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alipokuwa anataka kuwalingania jamaa zake, alimwambia Saidina Ali radhiyallahu anhu,
kwamba andaa chakula, kaandaa chakula, kisha kawaita wale jamaa zake wote, Abdul Muttalib, akina nani. Kwa hiyo akawaita. Baada ya hapo ndipo akawafikishia kwamba mimi ni mmojaji kwenu, nawaonya kutokana na adhabu nzito, adhabu siku ambayo mtu haifai mali yake wala watoto. Lakini kwanza aliandaa chakula kizuri, na sisi tunatakiwa tuwe hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hayo ndio tunatakiwa maisha yetu baada ya Ramadhani tuishi hivyo. Tumche Allah na kuzilinda nafsi zetu kama alivyotuamrisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni kutumia sasa akili. Madhambi nishasamehewa, ni kuilinda sasa nafsi yangu kuto kuyaendea mambo mabaya na maovu, ili niweze kunusurika na adhabu ya akhira, kwani adhabu ya akhira ni nzito, ni kubwa, hatuwezi kuilinda. Kuimudu hatuwezi, kwa sababu adhabu zake ni kubwa. Na huko tunaambiwa tena, ukiadhibiwa hakuna kufa ukasema utastarehe labda umepumzika, hakuna. Tunaambiwa thumma la yamutu fiha wala yahya, utakuwa hai labda kwa maisha mazuri. Na kila unapopata adhabu, ukiunguza labda utasema ngozi ikiungua imekwisha kama jivu nitakuwa jivu, hakuna. Kullama nadat juluduhum, Allah anasema badalnahu juludan ghairahu liyadhuqu adhaban. Kila ngozi nini inabadilishwa, ikichakaa inabadilishwa ngozi nyingine ili uweze kupata adhabu. Mungu atunusuru na adhabu hiyo. Kwa hiyo ndugu zangu, na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu, baada ya Ramadhani tuendelee kumcha nani? Allah subhanahu wa ta'ala, na tuendelee kuwa na akhlaki hizi, kuto kusema uongo. Manake uongo wengine wanakopa kwa nani, wakija watoto wanawafundisha na watoto uongo. Kwa hiyo akina mama ndio inakuwa sababu na wao watoto kuwa waongo, wanaongopa, wanaona kumbe uongo ni dini. Kwa hiyo tuache, tuishi kama tulivyokuwa tunajuzuia kuongopa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na baada ya Ramadhani tuwe hivyo. Tuwe wacha Mungu. Tutoke katika yale tuliyokuwa tunayafanya kipindi kabla ya Ramadhani kuingia, na imani kawa bado haija iliyokamilika, kwa sababu Allah si Ramadhani ameitia waja wake waliomwamini. Manake asiyemwamini yeye hakumuita kwamba hafunge. Amemwambia ya ayyuhalladhina amanu, nyinyi ambao kwamba mmeamini, kutiba alaikumu siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum, lengo la'allakum tattaqun, ili kumcha Allah, ili kumuogopa. Kwa hiyo tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu, na Allah ametusisitiza hilo, akatuambia ya ayyuhalladhina amanu taqullaha, muogopeni Mwenyezi Mungu, yani mcheni Mwenyezi Mungu, muogopeni Mwenyezi Mungu. Walitandhuru nafsu ma qaddamat lighad, na iangalie nafsi ilichotanguliza kwa ajili ya kesho. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tuangalie kila siku jambo gani tumetanguliza kwa ajili ya kesho akhira, liweze kutusaidia akhira yetu na ndani ya makaburi yetu. Kwa hiyo kila siku tukiamka tunatakiwa tuwe hivyo. Moja hilo, mengine ni kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Unapomtaja Allah kila wakati, tunaambiwa ala bidhikrillah tatma'inna qulub. Kimtaja sana Mwenyezi Mungu, nyoyo inafanya nini? Inatulia. Ndipo utapata utulivu na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nafikiri dakika zangu zimeisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo tuendeleze hizi stara zetu zisiwe stara za Ramadhani, na vile vile ametuhusia dada Amina juu ya kutafuta elimu. Wakina mama tumekuwa wavivu sana kutafuta elimu. Madarasa yamekuwa mengi, lakini kutafuta elimu kwetu sisi ni mtihani. Na vile vile tunaposikia mambo ya heri kama hivi, tuwe na pupa, kupupia heri. Taalimu unaposikia wapi unaenda. Sisi hapa alhamdulillah Masjidi Nuri tuna taalimu kila Jumapili.
Na taalimu zetu sisi tunafanya nyumba hadi nyumba, tunaenda leo tunamtembelea jirani yetu huyu, tunafanya taalimu pale, tunaringaniana, tunafanya kila jambo. Lakini bado tumekuwa wachache wakina mama kunyanyuka, tumekuwa wachache. Tabata Kisiwani tuko wakina mama wengi alhamdulillah, lakini kupupia heri tumekuwa wavivu. Tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala katika kumi hili la mwisho atusimamishe katika njia yake na tupupie heri kila tuisikiapo. Kwa hiyo anayefuata sasa hivi, mzungumzaji anayefuata ni dada Amina Ahmedi. Dada Amina Ahmedi atazungumzia umuhimu wa zakatul fitri. Tunajua kabisa ikitoka Ramadhani kinachofuata tunafuata nini wakina mama? Inafuata Idi. Sasa kwenye Idi kuna zakatul fitri. Zakatul fitri ile toaje? Dada Amina atatuelezea. Karibu dada Amina Ahmedi. Wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Leo nitaongelea kuhusiana na zakatul fitri. Nitaanza na hadithi ya Umar radhiallahu anhu. An Umar radhiallahu anha قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عاصا من تمر أو عاصا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. Yani zakatul fitri, hukumu ya zakatul fitri ameamrisha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Muislamu mkubwa, mdogo, mtoto mkubwa, mtu aliyekuwa huru ama mtumwa, ilhali tu awe Muislamu. Na kipimo na zakatul fitri enzi za Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema kuwa asim min tamri, kibaba cha tende, au asim min shairi, au kibaba cha ngano. Lakini kwa sisi kinachopendelewa zaidi katika nchi yetu ndio kinachopaswa kutolewa zakatul fitri. Mfano mahindi au mchele. Na kipimo cha zakatul fitri, kibaba kimoja ni sawasawa na kilo 1.5. Na anaipaswa kutoa zakatul fitri siye mpaka awe tajiri mkubwa mwenye fedha. Yule ambaye anaweza kujikimu siku ya Idi, yeye na familia yake, na kabaki ziada, anaweza akatoa zakatul fitri. Na baba ana wajibu wa kumtolea mtoto wake zakatul fitri, mkewe ama wazazi wake. Na imethibiti katika maimamu watatu, Imam Malik, Imam Shafi na Imam Ahmad ibn Hanbal, hairuhusiwi kutoa fedha kama zakatul fitri. Na Imamu al-Basri
yeye anasema imethibiti kutoa zakatul fitri kwa fedha. Na dalili juu ya hayo ni hadithi ya Ibn Abbas radhiallahu anhu, amesema amefaradhisha Mtume sallallahu alayhi wasallam zakatul fitri. Zakatul fitri kumsafisha mfungaji kutokana na mambo ya laghwi na uchafu, na ni chakula kwa ajili ya maskini, na atakayetoa kabla ya swala ya Eid basi itakuwa yeye kakubaliwa zaka yake, na atakayetoa baada ya swalatul Eid zaka yake itakuwa ni sadaka kama sadaka nyingine. Zakatul fitri mwanzo wa kutoa kwake kabla ya siku mbili ya Eid au usiku wa kuamkia Eid, na mwisho wake kabla ya watu hawajatoka katika swala ya Eid. Na wanaopaswa kupewa zakatul fitri maskini, mafukara ambao hawajiwezi katika kujikimu katika siku ya hiyo ya Eid, ili sisi sote tuwe wenye furaha katika siku hiyo. Wa ila huna yakfi wa hadha. Assalamu alaikum wal afwa minkum. Naam, alhamdulillah, tunakwenda vizuri sana. Ni wapongeze wazungumzaji wote. Tulitaka saa 6:30 tumalize, lakini tunaweza tukamaliza kabla saa 6:30. Ukti Amina ambaye maarufu Tunda la Peponi anakuja. Leo kuna mambo mengi sana. DYCC kuna mashindano ya Qur'an. Sheikh wangu tumevutana sana hapa. Yaani tumesumbuana sana. Nimelazimisha afanyaje? Aje, lakini aliniambia bwana nipo huko. Lakini kwa vile tunaheshimiana ikabidi aje hapa achukue afanye aondoke. Kuna mambo mengi sana kwa heshima ambayo tunaheshimiana katika harakati mbalimbali, basi wameacha majambo yao wamekuja kutukimbilia sisi. Nipende kutoa tena utambulisho kwa wale ambao wazungumzaji wetu. Tulikuwa na Ustadh Ismaili Kibonge, amefikisha mada yake maisha baada ya Ramadhani na ameondoka alhamdulillah. Ukti Amina Amir ambaye ni mwalimu wangu na ndio mzazi wangu ambaye nasoma kwake hivi sasa, anasema ndio nipo kwake dakika hii, na pale natakiwa nisome miaka 6. Sasa hivi na miaka mingapi? 3. Bado miaka 3 kibarua ninacho. Baada hapo Ukti Amina Ahmad, yeye huyu anatokea Kimara na yupo katika madrasa ya Umar bin Khattab, ipo Kariakoo, lakini yupo pale Kariakoo Andalusia Uwama. Hii nembo ambayo niliovaa hapa naye ndio yupo. Tuna Ukti Sofia Kalus ambaye ni mwalimu wenu vile vile hapa, yupo katika Jaula, na alhamdulillah ndio muda wake utafika na ametokea Kivule kuja hapa kutoa mada. Sasa hivi si mtu atabata, tunamsema mtu Kivule. Lakini tulikuwa na Ukti Habiba ambaye ni mwenyekiti wa Jua Kita Tabata. Niwatambulishe wakina mama kwamba hapa Tabata Kisiwani ofisi za kata BAKWATA zipo Matumbi. Mwisho wetu sisi ni pale kule madrasati Jadid, wao ni watu wa Kimanga, sawa? Kwa sisi tupo Matumbi, Masjidi Hawa pale kwenye ofisi, na leo anatakiwa waje, lakini kuna dharura kubwa imewakuta. Kwa amemtuma mwakilishi wake ambaye
ni katibu wa vijana Juvukiba, ambaye ni shekhi wangu hapa, Sheikh Fak. Baadaye nitampa katika salamu aweze kusalimia. Mimi nazungumza kwa nafasi ya BAKWATA kata, ndiyo katibu mkuu, nafasi ambayo nilipata ndani ya mwaka huu. Kama mfahamu basi ulifahamu hilo, sawa? Kwa hiyo kesi zote, mambo yote yatakiwa afikishwe wapi? Kule Tabata Hawa. Na mara nyingi sana tunazia hapa Masjid Firdaus ndio tunazipeleka kule. Kuna wageni mbalimbali tuliowaalika, lakini wana mambo mengi. Tumemwalika imamu wetu hapa Abdul Shakur, Imamu Uthman, Imamu Musa na viongozi wengine mbalimbali akiwepo Sheikh Yasin na Mzee Majaliwa. Kwa bahati mbaya wameshikwa na mambo mengi, na ukiangalia toka jana juzi watu wafanyaje, wana kesha. Kwa hiyo wanaomba radhi sana kwa kutohudhuria kwao. Sasa nafasi iliyobakia ni ya kuweza kumkaribisha Ukhti Sofia Khalus. Yeye atatuelezea namna gani ya kusherehekea Idi. Namna gani ya kusherehekea Idi. Wapo akina mama wameshaandalia watoto wao vimini. Sasa kazi kwako, ukavichane, ukanunue nguo hiyo kwa staa, au endelee na vimini vyako kwa ajili ya watoto wako, ukamtupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sijui, yeye ndiye atatuelezea. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa ahlul 'uqdatan min lisan yafqahu qawli. Wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama baada ya kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada rehma kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sote kwa jumla hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na uweza wake aliyetujalia afya na uzima, lakini pia kutujalia leo hii kukutana hapa kwa ajili ya kukumbushana mambo gani tufanye baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ama wahadhiri wengi wamepita, wamezungumzia vipengele mbalimbali ambavyo vinahusiana baada ya ibada hii ya Ramadhani namna gani tuishi. Kwa upande wangu nitazungumzia kipengele kinachosema namna ya kusherehekea Idi. Namna ya kusherehekea Idi. Kabla sijaingia namna ya kusherehekea Idi, yapasa tufahamu nini maana ya Idi. Kisha tuangalie mambo gani tuyafanye siku ya Idi. Mwisho tutangaza na namna gani wanawake Kiislamu tusherehekee Idi. Nikianzia na maana ya Idi, Idi ni sherehe. Sherehe ambayo Waislamu kote duniani tunasherehekea baada ya kumaliza mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo baada ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, sote tunasherehekea sikukuu ya Idi. Sikukuu ya Idi ndiyo kilele cha mafunzo ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Swala hii, siku hii ya Idi huwa kunakuwa na swala wakati wa asubuhi. Swala hii inakuwa ina rakaa 2 na yenye takbira 12. Sasa yaliyosuniwa tuyafanye siku ya Idi ni mambo gani kwa Waislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza mambo ya kuyafanya siku ya Idi. Jambo la kwanza, siku hiyo ya Idi, pindi tu mwezi unapoandama, wakati ule wa magharibi, mwezi unapoandama, basi hukithiri takbira katika misikiti mbalimbali. Takbira ile inadumu mpaka kesho asubuhi yake, pia misikiti inakuwa na takbira nyingi. Kwa hiyo unatakiwa tukithirisha nini? Kufanya takbira. Kumsifu nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia siku ya Idi, baada ya takbira kuendelea, sisi kama Waislamu inatupasa kuoga
kuvaa nguo nzuri na kupaka manukato, ila kwa wanaume. Kwa wanawake haijasuniwa kujipaka manukato yenye kupuliza, yani yenye kunakshi zaidi, labda yale ambaye yana staha. Lakini kingine, siku hii ya Idi ni vizuri kufanya yafuatayo mengine, ambayo ni kuandaa vyakula na vinywaji mbalimbali. Jambo lingine ambalo ni muhimu kulifanya siku ya Idi ni kuwa na ukarimu, yani kuwakaribisha wageni, ndugu na jamaa na marafiki, kujumuika nao katika kusherehekea siku ya Idi. Jambo lingine ni kwenda kuswali, hiyo tayari, lakini kuandaa michezo mbalimbali na mashindano kwa watoto wetu ili wasitoke nje ya nini, ya mipaka. Michezo ambayo inashabihiana na tamaduni za Kiislamu. Jambo lingine ni sunna kulifanya kwa sisi Waislamu ni kubadilisha njia. Njia uliokuja nayo msikitini asubuhi kuswali Idi, basi ni vizuri ukarudi ubadilisha njia nyingine. Pana hikima ndani yake kufanya hivyo. Kitu kingine cha kufanya siku ya Idi ni kuchinja mnyama kwa mwenye uwezo wa kununua mnyama. Anaweza kachinja akashiriki kwa ajili ya kusherehekea nini, siku ya Idi. Na kubwa ambalo tunakatazwa kufanya siku ya Idi ni kumuasi nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ukti aliyepita, ukti Amina pale amezungumzia kabisa kwa namna gani tumnyenyekee nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mafunzo ambayo umeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani wote, tukafunga, tukajizuilia kusema uongo, tukajizuilia na mambo mengine yote tukayaacha, tukajinyenyekeza kwa Mwenyezi Mungu, tukalia, tukakesha, basi tudumu naye baada ya nini? Ya Ramadhani. Kwa hiyo siku ya Idi si siku ya kumuasi nani? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hebu tuangalie kwa namna gani tutasherehekea Idi kwa sisi wanawake wa Kiislamu. Hapa nitazungumzia vipengele vikuu vinne. Kipengele cha kwanza nitazungumzia mavazi. Kama tulivyoambiwa, siku ya Idi ni sunna kwa Muislamu kuvaa vazi ambalo ni nguo mpya. Lakini kwa mwanamke wa Kiislamu, je, vazi hilo liweje? Vazi la mwanamke wa Kiislamu jamani, natakuwa livaliwe vazi ambalo ni stara. Kama hivyo tulivyo sasa hivi, tulivyodumu katika stara hiyo, basi mpaka siku ya Idi pia tuvae mavazi ambayo ni stara. Vazi la stara lina sifa gani? Vazi la stara lina sifa zifuatazo. Maana sisi wamama ndo chanzo cha kumong'onyoa maadili ya watoto wetu, au sisi wenyewe kujibongonyoa vile katika maadili tuliokuwa nayo, au funzo la mwezi wa Ramadhani tunajibomoa sisi wenyewe. Vazi la stara la mwanamke linatakiwa listiri aura. Unapozungumzia aura, yani umestiri mwili wote isipokuwa uso na viganja vya mikono. Stara ni vazi katika kutekeleza ibada ya swala. Lakini si tu ibada tu ya swala, isipokuwa tudumu nayo katika maisha yetu yote, wakati wote. Kwa hiyo mwanamke wa Kiislamu anatakiwa adumu katika vazi la stara wakati wote, mahali popote, isipokuwa katika mazingira ambayo wewe unaweza kuwa hivyo nyumbani kwako, kwa mumeo. Basi hapo uweze ukajigubika magubi kila sehemu, hapana. Lakini stara ya mwanamke tudumu naye katika maisha yetu yote. Na ukienda kinyume na vazi hilo la stara, hapo utakuwa umeenda kinyume na mipaka ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo vazi la stara lile lenye kustiri aura.
Utupu wa mwanamke ni mwili mzima isipokuwa uso na vitanga vya mikono. Hiyo ndo aura. Lakini lisibane mwili. Tayari watu tunaandaa nguo za sikukuu. Unaandaa nguo ambayo imekubana mwili wako, imekushepu. Unataka uonyeshe shepu yako. Utakapovaa hivyo tayari wewe ushaharibu saumu yako. Ambapo mwaka mzima ulifunga, mwezi mzima ulifunga ukinyenyekea Mwenyezi Mungu. Basi na siku hiyo pia jinyenyekeze kwa Mwenyezi Mungu kuvaa stara. Lakini pia vazi hilo lisiwe angavu, yani transparent. Kuna vitambaa vinauzwa ambavyo ni transparent. Ukivaa maumbile ya mwili wako wote unakuwa unaonekana. Mwanamama wa Kiislamu tujiepushe na hayo mavazi. Kwani tunamkosea Mwenyezi Mungu na tunakiuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia vazi hili liwe vazi la kike. Lisiwe vazi la kiume. Mwenyezi Mungu anawachukia watu ambao wanajifananisha na mavazi ya nani? Ya kiume. Tuvae mavazi ambayo ni ya kike. Na mavazi haya yasiwe yenye kuvutia sana. Sawa kina mama wa Kiislamu. Kingine lisiwe lenye kujifaharisha. Unavaa vazi mpaka unatisha. Lisiwe lenye kujifaharisha, liwe la kawaida. Hapo upande wa mavazi. Lakini pia vazi hilo basi liwe nadhifu na safi, na sio umeenda kuvaa mdule una midoa mchafu unanuka. Vazi hilo liwe nadhifu na safi. Hapo kipengele cha mavazi kimeeleweka. Kwa hiyo kama mama wa Kiislamu umemwandalia mwanao visuruali, vipedo na kadhalika, ndugu zangu katika imani wa mama wa Kiislamu, na wahusie na kuhusia nafsi yangu, tuachane na hayo mavazi. Tuendane na utamaduni wa Kiislamu. Alhamdulillah siku hizi mafundi wako wengi na alhamdulillah wana design tofauti ya mavazi ya Kiislamu. Watoto wanavaa wanapendeza, wanawake wanavaa wanapendeza. Tujikite, tujinyenyekeze kwa Mwenyezi Mungu ndugu zangu. Lakini pia kingine tutaangalia swala zima la chakula. Siku ya Eid kama tulivyoambiwa tupike vyakula vya halali. Tupike vyakula vya halali na tule tusherehekee Eid. Na wala tusipike vyakula ambavyo si vya halali. Pamoja na hivyo vyakula pia tuwe na staha katika upikaji. Tusifanye israfu katika kuandaa vyakula. Tuandae vyakula ambavyo vitakidhi, vitaliwa, vitaisha kulingana na mlivyo. Sio mpike viliwe mpaka vitatuko majalalani, pale tunamkosea Mwenyezi Mungu. Lakini pia kipengele kingine cha kukiangalia hapa ni vinywaji. Katika vinywaji pia tuangalie vinywaji ambavyo ni vya halali kuvinywa. Watu wanaweka nadhiri, wanaweka malengo. Baada ya swaumu nitaenda kufungua sasa kwa bia. Naudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atunusura hilo. Tujiepushe na kunywa vinywaji ambavyo si vya halali, ikiwemo na bia au vilevi vyovyote vile. Kwa hiyo tuandae vinywaji ambavyo ni halali kuvinywa, vituletee afya. Kama mhadhiri aliyepita kwa yule dokta wa afya ameelezea umuhimu wa afya kwa mwanadamu, namna gani tutunze afya zetu. Kwa hiyo tuandae vyakula ambavyo ni vya halali na vinywaji ambavyo ni vya halali. Jambo lingine kuangalia siku hiyo ya Eid, basi tukithirishe ukarimu. Kama tulivyoambiwa, tuwakaribishe ndugu, jamaa na marafiki kusherehekea nao sikukuu ya Eid. Basi ukarimu huo tunatakiwa tudumu nao kwa upendo na bashasha. Tujumuike pamoja kwenye swala zima la Eid. Na jambo la mwisho tuangalia hapa ni burudani. Wengi katika mwezi wa Ramadhani alhamdulillah, nyumba nyingi ukipita, mashallah Qur'an tukufu inasomwa. Aidha anasoma au anasikiliza. Nyumba imekuwa na utulivu alhamdulillah. Lakini baada ya Ramadhani unakuta mtu anasema sasa baada ya pale wanasema funika kombe mwanaalamu apite. Tayari tunaungumisha rusharo.
Nyumba inalindima vichwa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunaiondosha heri tulioivuna mwezi mzima. Mwenyezi Mungu atuepushe katika hayo. Kwa hiyo tujistiri na tujitunze katika hilo. Tuangalie burudani ambazo hazitatubatilishia swaumu zetu. Tuweke burudani ambazo zinaendana na maadili ya Uislamu wetu. Tudumishe Uislamu katika hilo. Lakini pia watoto wetu tuwaangalie kwa namna gani wanaenda kusherehekea maeneo gani. Wanafuata viburudisho gani. Tuwe makini. Watoto wengi siku kama hiyo huwa wanaangamia vile vile. Mzazi unamwandaa mwanao, unamwachia tu uhuru. Aenda kwenye madisko toto. Anaenda kwenye kumbi mbalimbali za muziki. Hatimaye watoto wao wanakuwa wamepoteza na wao pia dira ya nini? Dira saumu yao. Yaani kwa maana wewe mzazi umechangia. Kwa hiyo tuwe makini na vijana wetu, wapi wanaelekea kusherehekea Idi. Ni burudani gani ambayo wanaelekea kusherehekea siku hiyo? Ndugu zangu katika imani, haya tuyazingatie ili tupate fadhila, tupate malipo mema kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na kama tulivyoambiwa lengo la saumu ni tuwe wacha Mungu. Basi ucha Mungu tuliokana ndani ya mwezi mzima tudumu nao. Wazungu wana kauli huwa wanasema wanasema believing, samani leo niki kwenye lugha ya nje kidogo, lakini nitaitafasiri inshallah. Anasema believing without action is only a dream. Sisi tunaamini na tumeuamini mwezi wa Ramadhani na tumeufunga na tumetenda matendo mazuri na tumedumu nayo ndani ya mwezi mzima. Basi tukidumu katika matendo hayo ambayo tumeyaamini, itakuwa bora kwetu zaidi. Anasema believing without action is only a dream. Yaani tunaamini tu lakini hatutendi matendo ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Ni sawa sawa na mtu ambaye amelala akaota ndoto ana burungutu ya mifedha, asubuhi anajikuta kitandani kwake hana fedha wala hana kitu chochote. Lakini anaendelea kusema kwamba action without believing is just passing a time. Wewe unatenda matendo ya kiucha Mungu lakini imani yako ni dhaifu. Ninafanya tu nionekane mimi nipo katika kundi. Ninafanya tu ili mradi. Hapo unapoteza muda wako. So believing action without believing is just passing a time. Unapoteza muda wako. Lakini anasema kwamba but believing with the action can change the world. Kwa hiyo tunavyoamini na tunamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na tunamwamini mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi tudumu katika kutenda nini? Matendo ambayo tumeusotwa yafanye, ili tupate uwe ucha Mungu na inshallah tuwe kuwa waja wema hapa duniani na kesho akhira. Mwenyezi Mungu atumishe katika hilo na atujalie miongoni mwa waja wema wenye kudumu katika matendo ya khairia. Baada ya kusema haya, sina mengi isipokuwa muombe Mwenyezi Mungu atujalie tufike siku ya Eid salama na inshallah tuwe na maandalizi mema. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katibu wa Jaula Umoja kina mama Masjid Nur ambao wameshirikiana na Husni Hajazil Banati. Bahati mbaya msimamizi wao mkuu naye amepata dharura, lakini kuna mwakilishi wake. Sasa nitamuomba katibu wa Jaula Bepili Makanyaga aweze kutoa salamu. Karibu. Tunashukuru mahukti, tunashukuru na walimu walioondoka kutupokelea wito wetu katika jaula yetu. Wakina mama sisi tuna pande mbili za jaula, kuna jaula ya Masjid Nur na jaula nyingine yuko. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutupokelea wageni tuliowaita na kutuitikia wito kuja kwetu. Hatuna mengi ya kusema ila tunashukuru kwa mafunzo mlotupa.
Nadhani watu wa Jaula au wakina mama wote tulioalika tumeyajua mambo muhimu katika mwezi wa mtukufu wa Ramadhani. Mahukti wengi wameelezea. Mwalimu ustazi mwingine aliondoka ameelezea juu ya mwezi wa Ramadhani, maisha baada ya Ramadhani. Nadhani tumeyafahamu na tumeyaelewa na tumeyapokea. Hatutaweza kubadilisha na hatutaweza kutoka nje ya maelezo tuliyoyapata au mafunzo tuliyoyapata. Na pia kuna Daktari Sinai naye alituelezea kutuambia kwamba Ramadhani pia ukifunga kumbe ni dawa. Kwa tumwambie Mwenyezi Mungu na tushukuru na tuseme asante kwa kujua hili. Swala kumbe Ramadhani au swaumu ukifunga ni dawa. Lakini sasa swaumu hii ukiifunga uifungaje hadi iwe dawa? Ametuelezea Dr. Sinai kuna vyakula na ufungaji wake. Na vitu vyote tumevipokea na tumevisikia kina mama. Tusemeni inshallah. Una Hukti Amina hapa ametuelezea akielezea kuhusu kusoma Qur'ani. Turudi madarasani wa kina mama. Sasa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tumekuwa wengi sana misikitini, madarasani, hata njiani tukitembea. Tuko vizuri sana. Hukti Amina ametuhimiza kina mama turudi madarasani. Sisi wa Madisini Nuri Jaula tumejitahidi kwa hali na mali. Jaula yetu tunafika sasa hivi mwaka huu nenda wa pili. Lakini tunashukuru tuko vizuri. Tumesimama na tunazidi kuendelea vizuri tukiongozwa na ticha mwingine ameongezeka. Ticha wetu mkubwa wetu tunaye mpaka sasa hivi Shetwari. Kwa hiyo kina mama wote mliokuwa nyumbani jamani tukubaliane, tupitane, tuambizanane, tubembelezane, tuje Jaula au tuingie madarasani tusome kama Hukti alivyotuelezea. Kwa sababu tunaweza tukaingia huko nyumbani unakaa unainama unainuka huelewi unachokifanya. Lakini turudi darasani tutapata 1 2 3. Kuna teacher Amina Ahmed naye ametuelezea kuhusu zakatul fitr katika kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani. Zakatul fitr kumbe ina siku pia na sio mpaka siku ya Eid. Kuna siku nyingine yoyote unaweza kaamua ukatoa zakatul fitr. Kwa hiyo tujitahidi tuisinikize saumu yetu kwa zakatul fitr. Ametuhimiza Hukti Amina. Na pia tumeje kuambiwa na Hukti Sofia kuhusu swala la Eid. Eid na mavazi yake, Eid na ibada yake, Eid na utulivu wake, Eid na sherehe yake. Kwa hiyo tujitahidi wakina mama kuvisikiliza hivi vitu tulivyovipata tukavitende ili tuibadilishe na sisi Tabata yetu au kisiwani yetu. Tusemeni inshallah kina mama. Kwa hilo kina mama sina la kusema ili tunawashukuru mahukti waliokuja na walimu waliokuja na viongozi na wengine tunaongojea huko njiani. Tunawaambia inshallah mwakani waje tena. Tusemeni inshallah. Tusemeni inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Mkaribishe hapa na atoe salamu kutoka ofisi ya BAKWATA kata ya Tabata inaongozwa na Sheikh Adam Samata. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amma ba'd. Hakika ndugu zangu mliohudhuria hapa wakina mama, na leo hii ndio jambo lenu, na nimekalia kiti hichi kwa niaba ya mwenyekiti wa kina mama JUAKITA kata ya Tabata. Amenituma nije nimwakilishe kutokana na harakati zake kuwa nyingi. Nikaona si vibaya kuja kumwakilisha ikiwa kama yeye ndiye kiongozi wangu kwa upande wa kata. Ninafikiri maofti wote ambao wametangulia wameamaliza maneno yote. Sidhani kama lipo la kuongeza, na kama lipo la kuongeza basi itakuwa ni dogo sana. Hasa hili la maisha baada ya Ramadhani. Wakina mama ni wahusie tu jambo moja. Maisha ya Ramadhani
na maisha baada ya Ramadhani ni maisha tofauti, na kila mmoja akapiga hesabu miaka ambayo amefunga Ramadhani na mpaka mwaka huu amediriki kufunga Ramadhani, lakini lile lengo la Allah subhanahu wa ta'ala la kutaka sisi waja wake tuwe wacha Mungu, kwa nini halutitimizi? Hivi mshawahi kujiuliza kwamba una miaka 36, una miaka 25, una miaka 40, Ramadhani ngapi zimepita umezifunga na lengo la uchamungu halijatimia? Inawezekana kwa mawazo yangu, inawezekana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa anatutaka sisi tuwe wacha Mungu, inawezekana sisi hatuna ama hatujui tunataka nini kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inawezekana tumeletewa dini ya Uislamu, ama mpaka sasa hivi Mwenyezi Mungu ametujalia kuwa Waislamu, lakini hatujui tunataka nini katika Uislamu huu. Hiyo inawezekana, kwa sababu uwezi ukafunga miaka 20 katika umri wako au miaka 30, kila Ramadhani inapokuja wewe unafunga tu, Ramadhani inakuja unafunga tu, lakini lengo la ucha Mungu halitimii, kwa maana hatujui tunataka nini. Tunafunga imadi tunafunga, tunalala na njaa, tunakaa na kiu muda mrefu, lakini baada ya Ramadhani tunarudi kule ambapo tulipotoka. Sasa hii ni kama kutu imekaa katika nafsi zetu, kwamba tunafanya majambo kana kwamba kesho tutaendelea kuishi. Hatujui kama leo huenda isimalize siku ya leo mmoja wetu akafa. Tunataraji Ramadhani inayokuja tutaendelea kufunga, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo lazima tutambue Mwenyezi Mungu anataka nini, na sisi ili tupate tunachokitaka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi tuyafanyie kazi haya yote ambayo tumeambiwa hapa. Na kwa nini wakina mama? Kwa sababu wakina mama ndio moja ya chanzo na matatizo katika dunia hii, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hakuacha mtihani katika dunia hii kama mtihani wa akina mama. Mambo mengi yameelezwa, mavazi, namna gani ya kusherehekea Idi, na namna gani maisha baada ya Ramadhani yatakuwa. Kwa hiyo kimsingi tutambue nini tunahitaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na nini tunahitaji tufanye katika dini hii, dini yetu tukufu ya Uislamu, ili tupate kufanikiwa. Inna lilmuttaqina mafaza, wale wamchao Allah Subhana ndio ambao watakaofaulu. Sasa je, akina mama nyie hamtaki kufaulu? Mnataka Sasa kama mnataka kufaulu Ramadhani hii, basi iwe fundisho, na sio nyinyi peke yenu, lazima mkapeleke ujumbe kwa wengine, wakina mama wenzenu muafikishie, na sio tu wakina mama wenzenu, hata akina baba mkao nao chini muwaeleze. Usiogope kumwambia mume wako kwamba mimi leo nimeenda darasani, nimeenda kwenye muhadhara au kama kwenye semina, kuna 1, 2, 3. Tubadilike. Kama mna mwenendo wa maisha ambayo sio mazuri baada ya Ramadhani, najijua, basi mshauri mume wako. Inna lilmuttaqina mafadha haijaja hivi hivi. Ndio maana hata hii aya ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam imekuja kwa wale ambao wanaamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini Mwenyezi Mungu asengeleta ya ayuhan nas ikawa kwa watu wote? Lakini Allah anaamini
kwamba ya ayyuhalladhina amanu, wale wenye kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba watakaoniamini mimi ndio watakaofunga. Kwa hiyo ukijiona unafunga alafu ukaja ukarudi katika yale ambayo uliacha kabla ya Ramadhani, wewe sio miongoni mwa wale waamini, unamcheza shere Allah subhanahu wa ta'ala, na funga yako itaharibika, itakuwa huna ulichokifanya Ramadhani yote. Kwa hiyo salamu hizo nafikishia kutoka kwa mwenyekiti wa kina mama Yuakita Tabata, anawasalimu, na insha Allah kaniambia mtakapoandaa semina nyingine ama chochote ambacho kinawahusu akina mama, insha Allah kwa uwezo wa Allah ataweza kuja. Baada ya kusema hayo, wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hiyo tulihitimisha kwa kumbuka wale wote ambao walitangulia mbele haki na wale ambao waliotumia mali zao, muda wao kuhakikisha mpaka jengo limefikia hapa. Kepo mmoja wapo marehemu Ngunde, yeye ametoa ile eneo ile, ameacha ile eneo kuarithi watoto wake, lakini amerithisha nini? Uislamu. Alhamdulillah. Na hii familia itambue kwamba wanathaminiwa sana, kama hivyo serikali inavyotambua wale wanaitwa mashujaa na wengine mbalimbali, na Mungu awajalie kila mwaka afanye hivyo. Sasa kuna watu wamechelewa, kwa vile ni mara ya kwanza na nimeomba kwamba muda upo, basi tutawarehemu. Lakini ingekuwa muda hakuna, tusingetumia muda huo, tungeomba siku ya Ijumaa kwa Sheikh Abdishakuru angewarehemu, sawa? Lakini tukimbie fursa hizi, sawa? Tukiambiwa jama majina haya leteni mapema, sawa? Yaani leo tusingelipokea hayo, sawa? Kwa sababu tunaenda kwa muda. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Sawa, saa hizi uwezo kwenda kuswali swala asubuhi. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahil ahad al-fardus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, akina mama zangu, akina bibi zangu, akina dada zangu, wote tuliohudhuria katika semina hii. Mada kuu katika semina hii ilikuwa ni maisha ya Muislamu baada ya Ramadhani. Wahadhiri waliopita wamezungumza mengi sana. Kilichobaki juu yetu ni kuyafanyia kazi, na yale tunayoyafanya ndani ya Ramadhani kuendelea nayo baada ya Ramadhani kuisha. Kwani haya tunayofanya ndani ya Ramadhani tunayafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia baada ya Ramadhani sio kwamba Allah anaondoka. Allah anaendelea kuwepo na ataendelea kuwepo na kuwepo na kuwepo. Naam, mimi hapa mbele yenu kama nilivyotambulishwa ni Zaituni Abubakar, ambaye nimesimama hapa kwa kumwakilisha Ukhti Asma Ahmad. Ni katibu katika madrasa yetu ya Husnul Hajazil Banati ya kina mama. Nipo hapa mbele yenu kumkaribisha mgeni wetu rasmi, ukhti wetu, kiongozi wetu. Kwa upande mwingine naweza nikasema anatuongoza sisi walimu wanawake wa madrasa. Ukhti wetu, nakukaribisha sana. Tuna hamu sana kusikia kile ulichotuandalia katika siku yetu ya leo. Karibu sana. Ukhti Zaituni, wa jina wangu majina ya mwanzo. Fafana ya Karim. Nastaghfirullah. Allahumma innaka
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا واغفر لنا ولوالدينا يا تواب تب علينا ولوالدينا يا تواب تب علينا وسامحنا فيما جنينا يا تواب تب علينا فيما جنينا يا وجل الله سيدنا محمدا عنا خيرا سيدنا محمدا عنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi cha umma, si mwingine ni mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awali ya yote ninaihusia nafsi yangu pamoja na kuhusieni ninyi katika suala zima la kumcha Allah tabaraka wa taala. Lakini pia awali ya yote niseme nimefurahishwa sana na kile ambacho nimekikuta siku ya leo. Sikutegemea mpaka nimeishiwa maneno ya kuzungumza, ingawa sikuwa nimejiandaa, lakini kwa ile furaha niliyokuwa nayo nashindwa niseme nini. Na hili ndio lengo kuu ambalo sisi viongozi wa walimu wa madrasa wanawake Tanzania tunatamani kila tunapokwenda katika madrasa ama katika misikiti tukute umoja wa wanawake wa Kiislamu kama huo. Takbir, takbir. Ninamuomba Allah wabariki na amlipe kila mmoja hatua yake aliyotoka nyumbani kwake mpaka alipofika hapa. Sasa baada ya kusema haya, kwa sababu nimeambiwa muda sio rafiki, na hata hivyo mimi sina maneno mengi ya kuzungumza, niwashukuru viongozi wote kwa kazi hii ambayo wamefanya. Ninawashukuru wamama wa Tabata, Mwenyezi Mungu awabariki katika hili. Lakini namuomba Allah ajalie umoja huu usiwe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tu. Umoja huu uendelee sasa hivi na baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ninamuomba Allah ajalie nyoyo zetu ziwe laini, tuwe wepesi katika kulinganiana. Kila tunapotoka hapa basi kila mmoja aende akamshitue mwenzie. Ikiwa alikuwa anafanya kheri katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, basi aendeleze kheri hizi. Kama nilivyosema, kusema kweli sina maneno mengi ya kusema. Mimi naomba tu niseme neno moja ambalo litakuwa na faida, ama labda neno ambalo mlikuwa mkilitarajia kwangu mimi niseme tu. Mimi nipo tayari kwanza kushikamana nanyi kuanzia hapa mpaka pale Allah atakaponichukua. Naomba nitoe ahadi hii, kwa sababu mimi hakuna kitu kinanipa furaha kama kwenda sehemu na kuwakuta wamama wakiwa na mwamko kiasi hiki. Na mwamko huu kama nilivyosema usiwe tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, si ndivyo?
Kwa hivyo baada ya kusema haya, katika harambee na mimi nitachangia boksi moja sasa hivi hapa. Na kingine ambacho nitakisema, baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan nitakuja tena kuitembelea madrasa hii nione, je, mwamko huu ulikuwa katika mwezi mtukufu ama mwamko huu mnauendeleza na miezi mingine. Nitakuja na itakuwa kama surprise. Sawa Tazungumza na kiongozi nitamwambia asiwaambie, kwa sababu si kila siku mnakuja madrasa. Kwa mimi nitakuja siku yoyote ili nione mwamko huu unakuaje. Tunauona msikiti wetu jinsi ulivyo si ndio? Tukiingia misikiti mingine tunaionaje? Hautamani kutoka Misikiti imejengwa vizuri. Hakuna aliyetoa tu mmoja ama hakuna aliyeokota pesa akasema pesa hizi hapa tunajenga. Ni umoja wa Waislamu. Kila mmoja ameamua kutoa mali yake na nafsi yake kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya kujenga nyumba ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Katika mkono wa kutoa na moyo wa kutoa kunahitaji imani ya kweli kweli, haihitaji imani ya kuegesha. Tunaelewana kina mama? Haihitaji imani ya kuegesha. Yaani katika mkono wa kutoa kunahitajika moyo wenye imani ya kweli kweli. Na mimi nina imani kabisa kila aliyetoa sadaka yake hapa ameitoa kutoka moyoni, si kwa ajili ya kuonekana, si ndio Kama tunavyojua innamal a'malu binniyati. Ikiwa umetoa sadaka yako kwa ajili ya kuonekana, basi utalipwa kwa kuonekana kwako. Kama umetoa kwa ajili ya Ar-Rahman, basi malipo mema yataanzia hapa duniani na kesho akhira. Mimi naomba niishie hapa. Narudia tena kwa kusema nitashikamana nanyi mkono kwa mkono hadi peponi. Namuomba Allah anijalie ahadi yangu hii iweze kutimia. Shukran wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia sisi ambao wachache ambao tumesikiliza matangazo haya ya kheri, tukaacha mambo yetu ya kidunia na mengineo ya kheri, tukaja katika jambo hili la umoja. Kwa jambo hili la umoja, Allah Subhanahu wa Ta'ala kashasema wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, shikamaneni katika kamba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na jambo hili la umoja lina nguvu. Jambo la peke yako halina nguvu kama la umoja, kwa sababu katika umoja huu kuna mawali wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila mtu ana kheri zake mbalimbali, lakini tukiungana kwa pamoja hapa, basi tunapata jambo ambalo lina baraka ndani yake. Kwa kama uongozi wa Masjid Nur unapongezeni, lakini vile vile mjisikie mpo nyumbani. Tupo katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kila mtu ni mgeni wa nani? Wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jambo lolote litakalofikia, basi inshallah nakaribishwa katika viwanja hivi vya Masjid Nur almaarufu kwa Shehe Ngunde. Kwa hiyo inshallah, kwa haya machache, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man adayt tabarakta
ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. يا إله الأولين والآخرين، يا إلهي الأولين والآخرين، يا رب موسى وهارون، يا من فتح بابك للسائلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر. اللهم تكبر صيامنا، اللهم تكبل صيامنا، اللهم تكبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا يا إله الأولين والآخرين. وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Jina naitwa Ukhti Zaitun almaarufu Tunda la Peponi. Leo tupo katika Masjid An-Nur iliyopo Tabata Kisiwani. Tumekuja kwa ajili ya hafla hii ya jaula, katika mkusanyiko wa jaula ya kina mama wa Masjid An-Nur. Hakika nimefurahishwa sana na hiki ambacho nimekikuta hapa. Wamama wameonyesha umoja ambao ndio umoja unaotakiwa kuona sisi viongozi wa walimu wa wanawake madrasa Tanzania. Ninamuomba Allah ajalie umoja huu uweze kuendelea hivi, na sisitiza akina mama wa Kiislamu pamoja na wanafunzi wote, ninawasisitiza akina mama wote pamoja na wanafunzi wote wa masjidi mbalimbali na madarasa mbalimbali kushikamana na kushirikiana pamoja katika dini ya Allah. Sina mengi zaidi. Ninajisikia faraja isiyo kifani. Ninamshukuru Allah kwa hili, kwa sababu yote haya si nguvu zangu wala sio kwa ujanja wangu, isipokuwa ni kwa rehema zake. Ningependa kuiambia jamii ya kwamba kila mmoja anaona, kila mmoja
anaona Naam, ningependa kuiambia jamii kwamba kila mmoja anaona yanayoendelea katika dunia hii, mitihani na mifano mbalimbali ambayo inatokea. Kwa hivyo ninawaomba sana ndugu zangu Waislamu wote popote mlipo, tushikamane sana na kamba ya Allah. Kama Allah alivyosema, itakupateni misiba kwa ajili ya vitendo vyenu. Kwa hivyo vitendo vyetu tuhakikishe vinakwenda sambamba na matakwa ya dini ya Allah. Swala zetu tunazoziswali tuhakikishe zinatuathiri. Qur'ani tunayosoma tuhakikishe tunaiathiri. Tukiwa hivi basi tutakuwa ni mmoja kati ya wale vipenzi vya Allah anaowapenda. Uislamu hauhitaji maneno mengi, Uislamu ni vitendo. Tuzidishe matendo mengi. Ninawaomba sana Waislamu, na mwisho ninasisitiza sana, katika mwezi huu mtukufu tumekuwa tukihurumiana, tukipeana zawadi, tukifuturishana, shida mbalimbali kusaidiana. Ninawaombeni sana haya matendo mazuri tuliyofanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ninawaombeni sana mazuri yote tuliyofanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani tuyaendeleze, ili tupate kuwa wamoja kati ya wale waliopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukiwa hivyo basi Allah atatuongoza vyema katika njia yake. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Amina Mary Mageni. Mimi ni mwalimu wa madrasati Al-Qadiria Temeke. Nimekuja hapa kwa mama wenzangu ambao katika umoja huu wameniita. Nimefurahi sana na nimekuja tu kuwakilisha kwamba nini tufanye baada ya Ramadhani, tuwe vipi na mama, tuendelee na mambo mema ambayo tuliyokuwa tunayafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, na tujalie kama alivyotutaka Allah kwamba baada ya Ramadhani kuwa ni wacha Mungu, yani tuwe tunamwogopa yeye tu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio ishike katika nyoyo zetu nafasi hiyo ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiwe tena tunamwogopa kiumbe, tukaja tukaharibu matendo yetu ambayo tuliyokuwa tunayafanya na maombi ambayo tunayoyafanya, ili Allah atusamehe, tusiye tukayaharibu. Kwa hiyo tuendelee ili tuweze kuendelea kumcha Allah na tuweze kuwa wacha Mungu siku zote mpaka tutakapofika katika yale aliyotuahidia Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wacha Mungu ametuandalia mabustani ili tuweze kuyapata mabustani hayo. Kwa hiyo wakina mama wenzangu wote mlio majumbani na sote tuliokuwa hapa, tuyashike yale tuyapata kwa wahadhiri mbalimbali, ili tuwe na lengo hilo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Amina Suleiman, ni mwenyekiti wa jaula hii ya Tabata Kisiwani katika Masjidi Nuri almaarufu kwa Ngunde. Katika jaula hii tumefaidika na vitu vingi kabisa. Kwa mfano, kwa kina mama wa Tabata Kisiwani sasa hivi wamejitahidi kwenye stara, kufanya ibada kupitia jaula hii. Tulianzisha jaula kwa sababu wakina mama wa Kiislamu tulikuwa hatutambuani katika Tabata hii, na wakina mama wa Kiislamu katika Tabata hii tulikuwepo tuko nyuma kabisa katika swala hili la Mwenyezi Mungu. Lakini alhamdulillah kwa sasa hivi tulifanya harambee kupita nyumba hadi nyumba kuhamasisha wakina mama, tukaanzisha kundi letu na tukalita jina jaula. Jaula yaambatana na wacha Mungu, kwa maana ukiambatana na wacha Mungu na wewe lazima utakuwa mcha Mungu. Kwa hiyo tunaenda nyumba hadi nyumba, tunafanya visomo pale, tunarehemu, tunalinganiana. Alhamdulillah tulianza tukiwa mama 15. Alhamdulillah mpaka sasa hivi tumefikia wamama 76 na tunaendelea vizuri, na tuna malengo mbalimbali. Mwaka huu tumeanzisha semina hii kama kongamano la wakina mama. Wakina mama wamejitokeza kwa wingi.
na mwakani inshallah tutajitahidi, kutakuwa na mashindano ya Qur'ani pamoja na vitu vingine vingi. Karibuni sana wakina mama. Kina mama twende tukatafute madrasa popote zilipo, tusome, tuijue dini yetu, tumjue Mwenyezi Mungu. Vile vile hapa yamezungumzwa mengi kuhusu maisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Maisha baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni yale maisha tuliojifunza katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vile ambavyo ulikatazika katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi uendelee navyo katika miezi mingine, kwa sababu hakuna Mwenyezi Mungu wa Ramadhani. Kwa hayo machache, waaza, assalamu alaikum. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema ya ziada mja wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kusema la ukweli, hatuna mengi ya kuongea, manake mengi yameshazungumzwa na viongozi wetu. Sisi hapa cha kuongea ni kutoa shukrani zetu za dhati, na pia kwa msisitizo mkubwa. Kwanza sisi leo wakina mama wa Tabata Kisiwani kwenye jaula hii tumefurahi sana. Tumefurahi sana kwa huu ujio na tunashukuru sana, na pia tunaomba tutoe msisitizo kwa kina mama wengine ambao bado hawajajitokeza, wako majumbani. Kusema la ukweli, wanakosa vinono. Kwa hiyo tunawaomba sana wakina mama tushikamane mkono kwa mkono hadi peponi, na pia katika hizi madrasa Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kujitokeza kwa wingi ili tuweze kupata ilmu. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haula